na wakalindwa kwa ajili ya kazi. Wakalindwa kwa ajili ya kazi. Walichaguliwa, wakatengwa, wakaandaliwa na wakalindwa. Sikiza, si aya nyingine ninayotoa haya maneno, ni aya 21 ambayo inasema, maana wanadamu watakatifu walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Hao wanadamu watakatifu ndio tunawaangalia, ni watu wa aina gani? Watu wa aina gani? Ndio hao watu waliochaguliwa kutoka milele, waliotengwa kwa ajili ya hiyo kazi, wakaandaliwa kwa ajili ya hiyo kazi, na wakalindwa sana. Wakalindwa sana. Unakumbuka wakati ambapo Paulo ameshikwa na yuko katika mateso, na Bwana anamwambiaje? Anamwambia usiogope hata ukiwa mikononi mwa hawa watu. Mimi niko pamoja nawe mpaka utakaposimama mbele ya Kaisari kuipeleka Injili. Na wakati Paulo akiwa katika lile boti, ndio wanaenda Rumi. Boti limevunjika, mizigo imetupwa kwenye maji. Wanasema watu wote wamekataa kula, karibu wiki 2 hawajakula. Kila mmoja analia, maana huko duniani walipesa kitaka kukuona, hawaoni nchi kavu, wamekutafuta, wamekosa. Upepo unavuma. Maana wanasema kila mmoja alikuwa amekata tamaa, wanalia, hawali. Bwana akamjia Paulo, akamwambia, usifanye wasiwasi. Hautapoteza, hakuna hata mmoja katika hii meli atakayepoteza maisha, na hawatapoteza kwa ajili yako wewe, kwa sababu niko pamoja na wewe mpaka utakaposimama mbele ya Kaisari upeleke nchi. Wanalindwa. Kama Paulo asingekuwa pale, wale jamaa hapa wangepata chakula. Lakini Paulo akiwa pale, mchaguliwa, aliyetengwa kwa ajili ya kazi na kuandaliwa, Bwana yu pamoja naye kumlinda kwa ajili ya kazi. Nasikiza nikwambie, vitabu vingi vya Paulo aliviandika akiwa amefika Rumi, yuko katika chumba cha jela, amefungwa. Sasa akiwa pale, Mungu alimtokea pale, akamtumia kuandika vitabu vingi vya Biblia. Anapewa ujumbe wapi? Ndani ya chumba cha jela. Ni mpaka alipomaliza kazi aliyoitiwa na Mungu, ndio Paulo akatolewa, akaenda akanyongwa na taifa, wakinyonga siku moja na rafiki yake Petro.